Eusebio da Silva Ferreira, ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa moyo mapema Jumapili, alitawala soka la Ureno katikati mwa miaka ya 1960 na kuiletea heshima klabu yake ya Benfica na taifa lake. Kifo chake kimesababisha kumiminika kwa salamu za rambirambi, huku serikali ya Ureno ikitangaza siku 3 za maombolezi ambapo bendera za taifa hilo mjini Lisbon zinapepea nusu mlingoti. Msiba wa nyota huyo unafanyika hii leo ambapo maelfu wanatarajiwa kujipanga katika mitaa ya jiji la Lisbon kutoa heshima zao za mwisho. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani Sepp Blatter alisema katika mtandao wake wa Twitter kuwa mchezo wa kandanda umempoteza mtu mashuhuri, lakini akaongeza kuwa nafasi ya Eusebio katika wachezaji mashuhuri haitopotea kamwe. Naye mchezaji mashuhuri wa Uingereza Bobby Charlton, ambaye alisaidia Manchester United kupata ushindi dhidi ya Benfica katika fainali ya kombe la Ulaya mwaka 1968, alisema ilikuwa heshima kwake kumfahamu Eusebio. Rais wa Ureno Aníbal Cavaco Silva naye alimzungumzia Eusebio. Aliwakilisha timu ya taifa kwa moyo usio na mipaka. Sote tunakumbuka siku alipoondoka uwanjani akililia Ureno. Machozi ya Eusebio siku hiyo ni machozi yetu leo. Taifa linalia kwa kifo chake. Eusebio alifunga jumla ya magoli 733 katika mechi 745 na alishindana na wachezaji nguli wa wakati huo wakiwemo Pele, Alfredo Di Stefano na Charlton. Katika mahojiano mwaka 2011 akikumbuka machozi yake baada ya Ureno kushindwa na Uingereza katika nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 1966, Eusebio alisema, na ninamnukuu, "Nilikuwa mchezaji bora wa dunia, mfungaji bora duniani na barani Ulaya. Nilifanya kila kitu isipokuwa sikufanikiwa kushinda kombe la dunia." Mwisho wa kunukuu. Akianzia katika maisha ya chini kabisa katika koloni la zamani la Ureno Msumbiji, Eusebio aliibuka kuwa mmoja wa washambuliaji wanaohofiwa zaidi duniani, akichanganya kasi iliyofananishwa na ya chui na uwezo mkubwa wa kushambulia. Akitokea familia ya maskini, Eusebio aliyezaliwa mwaka 1942 katika jiji la Maputo, wakati huo likijulikana kama Lourenço Marques, alianza kupata umaarufu katika soka la Msumbiji akiwa na klabu ya Sporting Lourenço Marques ambayo ina mahusiano na Sporting Lisbon ya Ureno. Kutokana na ufundi wake wa kipekee, nguvu na rekodi yake ya kufunga mabao, haikuchukua muda mrefu kuanza kujulikana nchini Ureno, ambako alipewa majaribio Disemba 1960 na klabu ya Sporting Lisbon, lakini ilikuwa ni klabu ya Benfica iliyomsajili.